Time ya kupeana zile update za kimichezo ambazo zimechukua nafasi kubwa katika masuala ya kimichezo. Basi unazipata hapa katika channel yako ya habari za michezo na burudani. Usajili wote wa Simba Yanga, taarifa hizo zote unazipata hapa katika channel yako ya habari za michezo na burudani. Usajili wa Simba wana msajili nani na Simba wanawacha wachezaji gani? Basi taarifa hiyo utaipata hapa katika channel yako ya habari za michezo na burudani. Na kwa upande wa Dar es Salaam Yanga African, wao wanamsajili nani na wanamwacha nani? Taarifa hizo zote sisi tunazikusanya na kukuletea hapa katika channel yako ya habari za michezo na burudani. Simba tayari wameshaanza kufukuzia baadhi ya nyota ambao watakwenda kuwa saini katika dirisha kubwa la usajili. Unajua ni wakina nani hao? Usisahau kusubscribe, gusa tu neno subscribe. Kila taarifa ya usajili basi itakufikia moja kwa moja katika simu yako ya mkononi. Yani ukiwasha tu data basi notification ya taarifa hiyo, hususan masuala ya usajili ambapo kwa sasa yamepamba moto, basi yatakufikia moja kwa moja katika simu yako ya mkononi, yani notification. Hivyo usisahau kusubscribe ili ujiunge na maelfu ya Watanzania ambao wanafuatilia channel hii ya habari za michezo na burudani kwa ukaribu kabisa. Basi leo na jambo moja tu na mashabiki wa Simba kuwafahamisha kwamba Simba wameanza fujo za usajili na tayari wanafanya usajili wao kimya, na kwa sasa wamefikia katika hatua nzuri, na karibia nyota wanne wa kigeni tayari wameshafanyiwa booking kwa ajili ya kusajiliwa kuelekea dirisha kubwa la usajili mwishoni mwa msimu huu. Miongoni mwa taarifa ambayo imekiki na imechukua nafasi kubwa sana katika masuala ya usajili, ama usajili ambao utakwenda kuvunja rekodi za usajili kunako klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, ni taarifa hii ili Ahali Tripoli kutoka kule nchini Libya. Si mwingine huyu ni Mabururu. Inasemekana kwamba Simba tayari wameshamalizana na wakala na mchezaji binafsi Mabururu, hivyo huenda tukamwona akivalia jezi nyekundu na nyeupe, ama tukimwona katika mitaa ya Msimbazi kuelekea dirisha kubwa la usajili. Niseme tu hongera wana Simba kwa kuinasa saini ya Mabururu. Mo apewa maua yake. Huyu ni mshambuliaji kutoka nchini Angola ambaye alikuwa akitumikia Ahali Tripoli ya Libya. Sasa ni mnyama. Kazi nzuri sana kwa Mohamed Mo Dewji ambaye amefanikisha jambo hili. Matumaini ya wanasimba yanarejea tena baada ya kukosa mshambuliaji kinara takriban misimu mitatu minne. Hivyo tayari striker Mabululu atatua kunako klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba umefanya mazungumzo ya moja kwa moja na wakala wa Mabululu na mchezaji mwenyewe, na wako tayari kulipa kiasi cha juu zaidi kuna saini ya mshambuliaji hatari zaidi. Simba wanahitaji kumalizana na mshambuliaji huyo kabla ya kumaliza fainali ya kombe la shirikisho. Magoli yuko ama Sentutus Magoli yuko nyuma ya mpango huo. Simba ijayo inatisha. Basi hizi ni taarifa ambazo nimeona nikupenyezee wewe mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yako hii ya habari za michezo na burudani. Ni kwamba Simba, taarifa za kuaminika ni kwamba tayari umeshainasa saini ya Mabururu kutoka katika klabu ya Ahli Tripoli. Kumbuka Simba walicheza na Ahli Tripoli katika ile kutafuta kuingia katika hatua ya makundi, na Simba wakaweza kuwaondoa Al Hilal Tripoli katika dimba la Benjamin Mkapa kwa mabao 3-1. Basi hii ndio taarifa ambayo nimeona nikupenyezee wewe mtazamaji na mfuatiliaji wa channel hii ya habari za michezo na burudani. Ni kwamba Simba tayari wameshamalizana ama walishafanya mazungumzo ya kuelewana na Mabururu ama na wakala pia wa Mabururu na mchezaji mwenyewe, na wako tayari kulipa kiasi cha juu zaidi kunasa saini ya mshambuliaji hatari huyo Mabururu kutoka klabu ya Al Hilal
Tripoli kule nchini Libya. Basi hizi ni taarifa ambazo hupaswi kuzipata, masuala ya usajili katika channel yako ya habari za michezo na burudani. Cha kufanya gusa tu neno subscribe, kila taarifa ya usajili ambayo utadondosha humu ndani, basi utakuwa wa kwanza kuipata taarifa hiyo. Leo tulikuletea taarifa hii ya Simba wameweka donge nono kunasa saini ya Mabururu kutoka kunako klabu ya Wekundu wa Msimbazi ya Al Hilal Tripoli kule nchini Libya, na tayari Simba wameshafanya mazungumzo ya moja kwa moja na wakala wa Mabururu pamoja na mchezaji mwenyewe, na wako tayari kulipa kiasi chochote ambacho Mabururu atakihitaji ili kuweza kutua kunako klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Takriban misimu 4 wamekuwa wakihaso ama wakipata tabu katika eneo la ushambuliaji, japo kwa ujio wa Christian Lionel Ateba pamoja na Steven Dosem Kwala, lakini bado Simba wamekuwa hawafanyi vizuri sana katika eneo la ushambuliaji. Hivyo msimu huu kuelekea msimu wa 25 na 26 wameamua kufanya kweli katika masuala ya usajili. Basi huu ndio usajili ambao utakwenda kutikisa kunako ligi kuu ya NBC na katika michuano ya kimataifa kunako klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Hivyo Simba wanakwenda kuweka rekodi katika msimu wa 25 na 24 kwa kwenda kusajili wachezaji wenye hadhi na wa gharama kabisa katika soka la Afrika. Basi hizi ndio taarifa ambazo nimeona nikupenyezee mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yako hii habari za michezo na burudani. Leo na confirm kwamba Simba na Mabururu ni mambo yameiva. Simba na Mabururu mambo yameiva. Simba wafanya mazungumzo moja kwa moja na Mabururu pamoja na wakala wake juu ya kuipata saini ya Mabururu kuelekea dirisha kubwa la usajili. Simba wapo tayari kulipa kiasi chochote kile ambacho Mabururu atakihitaji. Hivyo Simba wana nafasi kubwa ya kumpata Mabururu kuelekea mwishoni mwa msimu huu. Tayari mkataba wake na Al Hilal Tripoli pale nchini Libya unakwenda tamati. Hivyo Simba watakuwa na nafasi kubwa ya kumpata Mabururu. Kama uja subscribe ili usipitwe na taarifa zote za usajili hapa. Usajili tu mpaka kieleweke. Basi sisi kila siku tutadondosha taarifa zote za usajili wa Simba, usajili wa Yanga. Taarifa hizo zote utazipata hapa. Kama uja subscribe ili usipitwe na taarifa zetu zote ambazo zitakufikia moja kwa moja katika simu yako ya mkononi, yani notification. Usisahau kusubscribe.